Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa tunapata nguvu ya jinsi ambavyo watu wakiketi mahali pamoja, tena kwa umoja. Ndugu wanapoketi mahali pamoja, kama Biblia inavyotuamuru ya kwamba na watu wawili hawawezi kuenda mahali isipokuwa wamepatana. Vivyo hivyo ukishapatana, huwa wanadumisha kitu kinaitwa umoja. Basi kuketi kwao kule kwa pamoja, si kwa umoja tu kwamba tuitane tu leo tuketi hivi, bali ni kumaanisha kwamba kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vinaashiria huo umoja wa ile jamii ambayo imekutana. Bwana Yesu asifiwe. Tuchukulie mfano wa Light of the Souls Mshale. Pastor Zipora ni mchungaji wao. Hawa walioko mahali hapa ni kondoo ambao Mungu amempa mchungaji. Hamungeweza kufika mahali hapa pasipokuwa tumepatana katika huduma. Ya kwamba huduma ya Light of the Souls Mshale ni kanisa letu tunaenda kuabudu. Mioyo yenu imechagua wa umoja wa kuabudu. Moyo wenu umechagua tayari kutembea pamoja na kanuni za mchungaji. Mnaenenda kadri ya umoja. Walio na umoja ule unaopendelewa na Mungu ni kwamba hata kiungo kimoja kikiumia vyote vinaumia. Kukiwa na vitu vya kugawanyana, kila kitu ni share, wanagawanyana equally. Kukiwa na mahali ambapo mwingine anaumwa, mwingine pia anaumwa pamoja na mwenzake. Wakati wa kufurahi pia ni kufurahi pamoja na wanaofurahi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika bado Matendo ya Mitume kuna watu ama mfano katika Biblia ya watu ambao walisimama katika juhudi, waumini wa kanisa la kwanza. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 2 mstari wa 42, kuna waumini wa kanisa la kwanza waliosimama katika zamu, walitumia vitu vyao walivyovipata katika shirika na umoja. Hakuna aliyesema ya kwamba mimi ndo nimeleta mavuno mengi katika kanisa. Hakuna aliyesema ya kwamba hii nguo nzuri ndo nimeleta mimi. Kila mmoja alileta usawa. Yule aliyeleta sukari, aliyeleta chumvi, aliyeleta sabuni, aliyeleta mchele, aliyeleta unga, aliyeleta samli ama uto. Hakuna hata mmoja aliyejivunia akasema ya kwamba nimepeleka vingi nyumbani mwa Bwana. Vinasemekana ya kwamba kila kitu kilikuwa na usawa. Na kwa sababu ya umoja wao huo, basi waumini wakaongezeka, kanisa likaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Katika hiyo Matendo 2:45 inanena kuhusu hizo habari ya jinsi ambavyo watu walishiriki kila kitu kwa sawa, waligawanyana. Kanisa lilikuwa linatembea katika utaua, katika utakatifu. Halikuwa limejichanganya. Kila aliyelima alijua ya kwamba kuna mwenzangu ana uhitaji. Alibeba mazao yake akaleta kanisani. Kila aliyekuwa na kondoo alileta mmoja akisema ya kwamba huyu ni wa Bwana. Aliyepata nini alijua kwamba hiki ni cha Bwana. Aliyetembea nyikani wapi popote katika mavuno yaliyo mema hata yaliyo ya kuumiza, bado alijua ya kwamba hiki ni cha ushirika na umoja wa Bwana. Basi hapo pakasababishwa ya kwamba ushirika wao ukadumu na ukawa una nguvu sana, ukawa umependekezwa mbele za Bwana. Bwana ameupa kipaumbele, ameupendelea. Kanisa likakuwa, likaongezeka katika kima na hofu ya Mungu. Na basi katika hofu ya Mungu hata wagonjwa walikuwa wakitembea sehemu zile wanaponywa. Panapo umoja na ushirikiano, hata kukiwa na viwete wenye hata wako nyumbani, lakini tukishirikiana kwa imani, wagonjwa wanaponywa mara. Amen. Hata mavazi yaletwa hapa tuambie wao wako Western, lakini vazi lake ndio hili. Watu wabebe imani waseme ya kwamba hili vazi ni sawa sana kwamba Patrick yuko hapa. Lakini akiongea kwa imani kila vifungo vinavunjika. Na umoja huo unaleta uponyaji wa haraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nguvu hiyo ndio Bwana anaitaka hata siku ya leo. Hilo lilikuwa kanisa la kwanza. Lilikuwa na nguvu nyingi sana. Bado Mungu anatafuta kanisa la kweli kwa sasa ambalo litasimama kwa umoja, kwa kupatana, kusema ya kwamba huduma yumbe, huduma iwe na changamoto, nikose kazi niwe na kazi, nikose chakula niwe na chakula, bado nitatangaza sifa za Bwana Yesu. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Si wakati nampenda Yesu pekee, ni wakati nina amani, ni wakati niko mzima, hata magonjwa yakiniandama, hapo ndipo muda wa kumtafuta Mungu vizuri. Hapo ndipo muda wa kuonyesha umoja wangu, na nguvu ya umoja inafanya kazi kwa namna gani. Nichukue magonjwa niweke mgongoni, na nitafute shida ya mwenzangu nisimamie kama ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la kwanza hivyo ndivyo walibeba imani zao. Katika hicho kitabu cha mlango hiyo Matendo 2 mstari 42, hebu nenda kasome mstari 42. Nasema wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume. Kama hivyo hivyo siku ya leo neno la Bwana linasema katika masikio yako kila wakati, linakuonya, linakuhimiza, linakuinua, linakujenga. Hilo neno ndilo walilifuata. Walijua ya kwamba neno ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Songa mbele. Na katika ushirika, na katika kumega mkate, na katika kusali. Amen. Kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Amen. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja. Amen. Na kuwa na vitu vyote shirika. Amen. Wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Amen. Na siku zote kwa moyo mmoja walidumu ndani ya hekalu, wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia huo umoja, hilo kusanyiko vile lilikuwa linatiana moyo kila wakati, kushirikiana katika magumu, katika mepesi. Hakuna aliyesema ya kwamba mchungaji nabaki na shida zake peke yake. Aliitwa na Mungu peke yake, atajua mwenyewe. Kina Petro neno kitandikwa viboko, wakidhalilishwa hadharani. Hakuna aliyesema ya kwamba walichaguliwa na Mungu peke yao. Mwenzako anapitia nini? Sisema ya kwamba nani alimwambia olewe na achana na hiyo ndoa. Kuachana na ndoa sio suluhisho, lakini kumpa usaidizi kwa jinsi atakavyoishi na kutoka katika mtego ulio mgumu. Atapataje furaha ya amani ya maisha yake? Atasaidikaje katika utumwa ule wa vifungo na minyororo? Ni katika neno na katika kumjenga, kumwambia ya kwamba inawezekana kwa Mungu. Jitie nguvu, Mungu anakupenda. Tushiriki katika umoja, Mungu atabadilisha. Wapo madada wengi hapa kanisani leo hii hata hawaleti hoja zao kwa mchungaji, kwa sababu tayari Bwana amewatendea. Imefika mahali hawafiki kwa mchungaji, wanafika kwa mama mwenzake ama kwa chaledi ama kwa kiongozi mwingine. Kwa nini? Kwa sababu tayari kuna mipaka imewekwa ya kwamba hata hili nikimwambia mshirika mwenzangu tayari ananiweza, na wanapata kutibiwa kule mpaka likishindikana ndio utaona mama mwingine Pastor, basi naomba usemezane na mtu fulani ako na 1 2 3. Labda hapo nimeshindikana. Ama kutana na mzee fulani maana kuko 1 2 3. Kutana na kijana fulani maana kuko 1 2 3. Umuhimu wa viongozi na watendakazi kanisani, kazi yao ni kusawazisha pale palipo na magumu. Kikishindikana kwao ndo wanakileta kwa mchungaji. Amen. Yaani hapo kuna usawa, hakuna kuchoka katika huduma. Hata wachungaji hawachoki. Bwana Yesu asifiwe. Unaona hapa tunaambiwa ya kwamba na mitume hawakuwa na nafasi ya kuchoka. Yaani umoja wa kanisa likisimama, mchungaji anaomba tu kidogo hapa na neema ya Mungu inawatosha, mnajazwa, tunaenda nyumbani. Umoja wenu unasababisha hata huduma ya mchungaji inakuwa tu simple, hang'ang'ani. Kwa sababu umejitambua wewe ni nani. Umejua nafasi zako ni zipi. Umejua ni wapi unafaa kutembea, unajua ni wapi unafaa kuweka mipaka. Unajua ni wapi ambapo Mungu anataka ufanye. Bwana Yesu asifiwe. Ukijua sehemu hizo na ushiriki katika umoja, huduma inakuwa nyepesi. Wacha kutishia wenzao ukiwaambia huduma ni ngumu na haujajaribu. Hata ikiwa ngumu, lakini saa iko na wewe, iko na mwenyewe mwenye alianzisha. Mbona uite ni ngumu na unajua ya kwamba si wewe uliyejipa hiyo huduma, Mungu mwenyewe ndo alikupa. Dumisha umoja. Ukishadumisha umoja, umoja ufanye na matendo. Matendo yakiambatana pale, kila kitu ni chepesi. Hii huduma ya engineering si kitu rahisi. Inakulinda hivi vyombo. Wewe utakuja utashika mic, utashuhudia, utaiangusha. Banga hivyo ushavunja waya tayari. Umempa kazi ngumu engineer wako.
Utaona tu nikitolea unaweka hiyo maiki imeanguka tu. Kuna kuanguka tu chini. Kuna kawai hapo ndani katakatifu. Mimi siwezi kuanganisha. Injinia akishika hivi akijaribu hivi haviendi. Anakuwa na kichwa kuuma mpaka kimaliza ibada. Pastor, basi kuna maiki mbili hazifanyi. Si kwamba wao ndio walizitumia vibaya. Wakati mwingine tujaribuni kuvaa viatu. Maana tunafikia mahali tunalaumu waimbaji. Tukisema waimbaji ndio wanaharibu vyombo. Mwimbaji bwana anaharibu vyombo kwa namna gani? Yake shia kipaza sauti huko anakiangusha. Lakini kila mashini iliyoundwa na mwanadamu ina uharibikaji. Kitatumika hapa, utaambiwa usiweke huku au utaika huku. Hivyo unakiumiza tena unakiu. Unaambiwa weka maiki hapa huweki. Ni ushirikiano tayari huu. Ushirikiano wa injinia na wenye kutumia vyombo ukienda sawa, kila kitu kinakuwa sawa. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini injinia akisema mitambo yangu ina hitilafu. Kama ina hitilafu injinia kimaliza ibada simama. Hawa watu wa kupepesa hizo maiki zitengenezwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa lina ushirika na lina umoja, na lina umoja lilo na umoja lina fedha. Hakuna kusema hatuna pesa, tuko nazo. Maana Mungu wetu ni wa umoja. Na huo umoja unasababisha mpaka baraka tele. Kanisa la kitambo tunaambao kwamba walikuwa na vitu vile ambavyo havimo nyumbani mwao. Na vingine ni vitu ambavyo vimo wanaviuza vinafanya kazi. Kuna vingapi ndani ya nyumba hata vina kazi pako vinaozea tu. Na umevieka. Hello. Mavazi mangapi yanakufinya na bado uko nayo tu nasema haya nitakonda nitavaa. Huko ndiko taarifa yako. Kwa sababu neema ya Mungu imekutosha, kuna kukonda ni kunona kuendelea mbele. Amen. Unaweka unasema utapunguza mwili, utavaa tena. Bado matroza ya kutoshi unayo. Bado madresa ya kutoshi unayo. Kumbe mtu akinona hata kiatu kinamuacha hata kama ilikuwa ni namba yake anavaa miaka na miaka. Neema ya Mungu ikimtosha hata kiatu pia kivaa kinamfinya hakimtoshi. Bado nasema itapungua. Hakuna kupungua, bariki. Bwana Yesu asifiwe. Wewe bado unarudisha neema ya Mungu nyuma eti nitakonda. Kwa nini ukonde? Unakondeshwa na nini? Na walio na umoja hawana stress wala mawazo mengi kwa sababu Mungu ametengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu kinaenda na usawa. Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kazi na kanisa la mwanzo. Kuna ile mstari mwingine, mlango mwingine, Matendo 4:32 hadi 35. Matendo 4:32 hadi 35. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Amen. Wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe. Amen. Bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume, kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hizi vitu zote zililetwa kwa makuhani, kwa mitume, na vilipouzwa hakuna ya kwamba mimi nilitoa kikubwa. Hata kile kikubwa mwanzo unaweza toa kikubwa na usikitumie wewe. Tukapewa mfano siku nyingine ya mtu aliyepeleka kuku kwa mchungaji. Na kaa kila siku anaenda kwa nyumba mchungaji ajue ile kuku aliliwa na nani. Cha kushangaza kwa nyumba mchungaji kuna watu wengi sana wanaingia tofauti tofauti. Hata mchungaji anaweza chinja kuku na asili, ana miguu ama kichwa. Maana vile ametayarisha amemaliza tu hodi. Mimi nikijipa mfano. Naweza nunua kuku langu kubwa. Nikasema leo nafurahi na familia. Lakini the moment umetayarisha mpaka umemaliza tu hodi, unagawa unamaliza, endeleeni tu, nitakula baadaye. Hivyo ndo story tayari imeisha. Lakini umeridhika, unajua kwamba wakipata amani, wakitoka na amani, wakienda unawaombea, wanatoka wanaenda, Mungu ataleta vingine kesho. Sasa mtu mwingine akana lazima ajue yule kuku wake aliyempeleka kwa mchungaji ameliwa na nani. Uone ni kukosea njia huko. Mwingine naye baada ya kwamba amempeleka kwa mchungaji hiyo kuku,
bado kesho yake akapukusa mahindi yake akamwaga kwa compound, anaita Rehema, yule kuku wa rangi fulani mbona simuoni tangu juzi? Amesahau kama amebariki mchungaji huyo. Bado anamtafuta. Kitu kama umependa, umetoa kwa moyo wa kupenda, bado utakitamani tena. Je, moyo wako ulikuwa umependa kweli huyu? Maana kama ulikuwa umependa, hangeweza kutafuta kuku wiki nzima na mtafuta kuku amuone. Ndio mtoto wake mdogo mwenyewe, mama umesahau juzi nilimbeba tukaenda sote ukaenda kumpatia mchungaji. Majirani washasikia. Haya, mama kanisa alipeleka kuku kwa mchungaji. Bado anatafuta kuku wake mpaka nakusanya majirani. Majirani, natafuta kuku wangu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kanisa la kwanza tujiambiwa hayo. Tumeambiwa kwamba hakuna hata mmoja anayejivunia akasema ile nguo ambayo nimeitoa mimi, ambayo amevaa Rehema, mimi ndio nimepeana. Ile nguo ambayo Hilda yako nayo, ile smart, mimi ndio nimebariki. Hawakuwa na maneno kama hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kanisa likitembea kwa umoja, kuna nguvu nyingine tofauti sana, ambayo hata uombezi wa wachungaji unakuwa na nguvu za tofauti. Katika kuombea mahitaji tunaambiwa kwamba hakukuwa hata mmoja aliyekuwa na mahitaji. Kumbe kukiwa na usawa. Mama Joyce asubuhi amesema kitu kabla aanze ibada ya kuhubiri, akazungumza jambo hapa. Wale ambao mnachelewa kanisani, halo je, umejua ni jambo gani? Hawakusikia. Wale ambao mnachelewa ibada, halo je, umejua ni jambo gani? Amesema ya kwamba kuanzia saa hii, si mimi lakini nimenukuu usemi wake, hilo jambo mwenyewe alikuwa ameonelea atalizungumzia tu kwa wazee, lakini anasema wamama wakawa na hamu mpaka wakamtake over. Vijana nao wakawa na hamu, mama ni kitu gani nataka kwenda kuambia wazee. Mpaka akasema leo nalitangaza hadharani kila mmoja asikie. Na basi nikikuambia kama kiongozi kalifanyie kazi. Nimsikiza kwa makini kama yani nimemrekodi hapa. Nikashangaa ni jambo gani linasemwa hapa. Akasema tuwe na muda wa kwenda nyumbani mwa mchungaji. Chakula mwisho wa mwezi itolewe kwa madhabahu. Halafu sisi wenyewe tuwe na vitu vya kujiwekea. Tukusanyane tu kama wazee, twende kwa pasta wetu. Kama vijana, twende kwa mchungaji. Kama wamama, twende kwa mchungaji. Ni mimi nimesema? Nimemwambia aseme? Nimemwambia nimeandaa ujumbe gani hapa? Kwa sababu kumbe kuna wepesi katika kupiga magoti na kuomba. Hakuna ile kilio ya kusema kuna mwanangu fulani anaumia. Nyinyi mkijaza kwa mchungaji, hata mshirika mmoja akiumia hapa anapiga simu tu, ni amani. Hapana, mchungaji uko 1 2 3, naomba uje kwa nyumba haraka. Mchungaji anafunika aibu ndani. Hivyo nafikiria washirika wangu na wafunikaji aibu hawa wote kanisa zima, watu 100 na wabebaji wote, ujiulizi mchungaji anapokea milioni. Hata nikipokea milioni bado hainitoshi. Lakini na uhitaji na yote na muhitaji Mungu. Basi niwe na kazi nisiwe na kazi, bado fedha zinahitajika sana, tena kwa washirika, tena nyingi kuliko zile zangu zenye natumia. Upo. Bwana Yesu asifiwe. Usikufikiria kwamba wachungaji ndio wanahitaji fedha zaidi za kusimamia huduma, kwa sababu kila kitu kitokea mchungaji. Sasa unamwambia tu Mungu, hii mikono isikose fedha. Sasa hapa tunataka kwenda kununua tu chakula unabadilisha, lakini unasikia simu mtu anakwambia hivi, wewe unaenda kukula nyama wakati mshirika analia. Unaikulaje hiyo nyama kwa amani? Eti wewe ni mchungaji umeitwa unaenda kupikia nyama. Mshirika wako amekwambia nyumba inafungwa na wewe una amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kanisa la kwanza lilijengana, lilifunikana aibu. Hakuna hata mmoja aliyesema kwamba leso iliyo pale madhabahuni mimi ndo nimepeana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mfano mwingine katika Biblia ya watu ambao walitembea katika umoja, wakapokea hizo baraka na nguvu za Mungu na ushindi, ni mitume na waumini siku ya Pentekoste, pale ambako tumesoma ile Matendo 2 kuanzia ile 1. Tunaambiwa kwamba kuna nguvu nyingi ziliwajaa waumini waliokusanyika mahali pamoja. Haya yote nayo yasema siku ya leo ni kwamba hayafanyiki pasipo kukutana pamoja. Hata kuni ama moto wake paambiwa pana waka moto. Kuna kuni fupi, kuna kuni ndefu na kale kadogo kabisa. Kakikusanyana pamoja, vikiungana pamoja ndio vinakoka moto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ili kuonyesha ule moto ni kwamba kuna ushirikiano wa pamoja.
Pasipo ushirikiano hatuwezi tukafika popote. Pasipo umoja hatuwezi kufika popote. Shida ya mwenzako ifanye kuwa yako. Yako kwa wewe mwambie Mungu utanandalia mtu atashughulikia. Kuna kipindi fulani nilikuwa mkali na mtu mmoja. Dada wangu tu wa tumbo moja. Ilibidi niwe mkali niponye maisha yake. Kwa sababu ni mkubwa lakini kila wakati ni halo akilia tu. Nikamwambia utakomaa lini? Utakomaa lini wewe? Mimi ni 60 born. Wewe hata ni 40 born. Uko jikubwa huko. Sasa unakuwa mwili, akili hamna. Nikamwambia sio nisamee leo nikutusa alafu nikusaidie. Umepanga nini Bishop? Nikamwambia mama hivi. Nataka nikwambie hivi maana nataka nikikuita mama itika tu maana unastahili. Wewe ni mkubwa wangu. Ulinileta kama niko kachanga mpaka sasa. Mama hivi wacha nikwambie hivi. Wacha kulia kwa ajili ya ndoa yako tena. Na mimi nakupa hiyo leo. Nikamwongelesha mara ngapi? 3. Usilie kwa ajili ya ndoa yako tena. Kuliko bakia weka mgongoni. Angalia ndoa ya mwenzako yenye na shida zaidi yako iombee. Halafu yako itapona. Nilipomwambia vile alinikasirikia akini block. Lakini baada ya kunani block, hapo ndio huduma nilikuwa nimeyamusha. Maana kila siku nilikuwa ni gongongo. Sofia hodi huku wanamfuata wakamwambia shida zake. Alipoanza kumwombea zile za wenzake mpaka alipodumishwa maisha ya kiroho. Maana maisha ya kiroho yalikuwa ya kulegelege tu. Yeye ndo alitangulia wokovu lakini wokovu wake kwa humu ni kupenda unabii tu makanisani. Akisikia kuna mchungaji mpya Kongo yeye amefungua kanisa na unabii, anaenda kanenewe na lugha. Hapo ndo anajua ndoa yake imeponywa. Nilipomwambia wacha kuchagua wachungaji, akajikusanya mpaka Likoni. Alipojikusanya mpaka Likoni nikamwambia umenikujia mimi. Mimi sina unabii, sina dini, vyote vile Mungu amenipa, vyote vile vimepewa manabii niko navyo hapa. Akaja na pasta mwingine anaitwa Pastor Grace. Huyo pasta mpaka leo anasema huyo dada mwacheni hivyo hivyo. Walikuja na mabonge ya mastori zao. Nikamwambia sitaki story zenu. Na wapa kimoja tu cha Yesu basi. Neno ni Yesu. Kwa kwingine wachanani na Mungu. Walipokubali pale nikawaingiza kwa hiyo room ya maombi. Tukasoma neno tukafanya ibada. Baada ya kuombea na kuwafanyia kazi mpaka walipotoka hapo. Mchungaji alijiona ni mwanafunzi. Hakujiona kama mkufunzi. Yule mkufunzi naye akatoka akiwa amejenga. Mpaka leo hii akijaribu kupiga simu tu na hujaacha komaa katika wokovu. Mengine achia Mungu. Nikimwambia hivyo tu amekata simu anaenda kunisengenya kwa mdogo wangu. Mdogo wangu anarudisha tena. Dada umemfanyaje dada? Akomae katika wokovu. Hii si wakati wa kubembelezana, ni wakati wa kumtafuta Mungu wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Nikikubembeleza hautakomata kwa nyumba yako, utaishi utaiacha. Sasa wewe ndio mtu mkubwa unatorokaje nyumba? Wadogo wafanyeje? Simamia nafasi yako. Alipojichua na kusimamia nafasi yake mpaka leo anasema mama wa kibali narudi kutoka Eldoret na kukujia. Namwambia karibu. Very soon ataland you. Akija namleta hapa. Amen. Aone huyo Mungu wetu hapa kwa joto penye anapadharau. Ukimwambia twende maombi, mko na unabii kanisani. Maana hiyo ndo anaamini. Namwambia hatuna unabii lakini ukija utapokea kwa imani. Hatuamini kwa unabii maana unapotosha kanisa. Unabii unafanya hata kiwasa sionekane kama mtu wa maana. Unabii ukiwa na umoja, huduma ni nyepesi. Lakini kama hauna umoja pia, hata kile ulicho nacho kikifanya na madharau na ujeuri kusema hata pasta hana maono, hana ndoto, huwezi jua ni kitu gani anaonyesha. Na hata kwambia ndoto zake zote atapambana nazo mwenyewe za huduma za familia pambana. Lakini wewe utamdharau, utamgeji. Umeonyesha unabii huko nyuma, unakimbia mbele kwa madhabahu unakuja kupigia watu kelele. Na umeonyeshwa tu hapo hapo. Hata Roho wa Mungu anaambia kwamba ni wa kiasi. Kuna vile unaweza kuandika notice ukapelekea mchungaji wako akajua ni ujumbe gani unataka kusema. Kama ni wa kumwagwa hapa hadharani akakwambia, baadaye njoo hapa mbele hii ndio useme ule ujumbe ulikuwa unasema. Kama sio kusema mbele ya kanisa, baki nitakupa muda mwingine ama tutaonana tutaomba huko kando. Jumbe zake unakuja kusema muonyesha mtu anakufa unatangaza tu. Anakufa huyu mtoto wa mtu. Mtoto wa mtu anakufa uje ufungwa utajitetea na nini? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Roho ni wa umoja, hata umoja wetu pia unaleta roho. Na roho wa umoja hapiti kichwa mwenzake. Anaenda na usawa hivi. Basi niwe pastor
niwe mwalimu wa Sunday school, hata nikiwa kale katoto kadogo ka Sunday school, lakini bado nikitii mamlaka pale pale, ndio neema ya Mungu inazidi kutawala kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mfano mwingine wa tatu katika kitabu cha Ezra 3. Tunaona kwamba Ezra na Waisraeli walirudi Yerusalemu. Kuna mambo yalifanyika kwa sababu hawa wote walikusanyika kama mtu mmoja huko Yerusalemu ili kumwabudu Mungu, na kazi ya kujenga madhabahu ikafanikiwa kwa sababu walikuwa wanajenga madhabahu. Wakajenga kwa sababu walikuwa na moyo wa kufanya. Katika kitabu cha Ezra 3:1 utaandika, utajisomea kwamba kuna wana ambao walijitolea kwamba Waisraeli waliokuwa wanarudi Yerusalemu kwenda kujenga madhabahu ya Bwana, lakini kwa sababu walikuwa wamependa kufanya hicho kitendo, hapo ndipo mioyo yao Mungu pia katazama umoja waliokuwa nao. Kile walichokianzisha kujenga madhabahu ya Bwana kilifanikiwa kwa sababu kilidhihirisha umoja miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe. Kile walichokifanya kikafanikiwa. Katika pointi namba 4, mfano wa watu katika Biblia, Nehemia na watu wa Yerusalemu. Katika Nehemia 4 mstari wa 6 tunaona ya kwamba kuna vita vikainuka pale. Nehemia akapata habari za watu walioko Shushani ngomeni, akaambia ya kwamba apata habari ya kwamba malango ya Yerusalemu yameteketezwa kwa moto. Hayo malango yote yameanguka, ukuta wa Yerusalemu umeanguka, kila kitu kimeteketezwa kwa moto. Akabakia kirewa moyo wake akiomboleza, na akamkumbusha Bwana mambo mengi. Na aliponyenyekea kwa Bwana, Mungu akampa Nehemia kibali, akasimama akatiwa nguvu tena, akaenda akatafuta kusanyiko ambalo litasimama katika zamu ya kujenga tena malango ya Yerusalemu, ya kusimamisha tena ukuta uliobomolewa. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati walipoanzisha ile jambo, ni kwamba tayari kulikuwa na umoja ya watu ambao walitamani kutembea pamoja na Nehemia. Bado kuna maadui wakasimama, wakawapiga vita, wakawafadhaisha, wakaambia ya kwamba hata hiki wanachokijenga angepanda mbweha kingeanguka kikabomoka. Yaani utumwa naifanya kocha, tuona atafika wapi. Tunapiga tu kelele. Wenzake wengi walianzisha pale mshale wakashindwa njiani. Hata yeye atafunga ataondoka mwaka wa kwanza. Hata yeye atafunga ataondoka mwaka wa pili. Tuko mwaka ngapi tangu tuachie huduma? Simu ni jibu. Tuko mwaka wa 3. Amen. Tuko mwaka wa 3. Na bado tuna miaka tunao. Tukiondoka hapa tuko tunaenda kwetu kwa jina la Yesu. Mwaka ujao sina mahesabu ya kupanga kununua nini. Huu mwaka wacha uwe mwaka kununua vyombo. Ili mwaka ujao uwe mambo ya kuweka pesa kununua plot. Amina. Yaani maono ya mwaka huu na yaende kwa vyombo nini mitambo iwe sawa. Halafu mwaka ujao tuingie kwa system ya kununua plot. Na sisi tunakuwa na yetu kwa jina la Yesu. Hasa wenye walisema ya kwamba haya wataondoka tu, bado wanatungoja tuondoke. Tuko hapa, na tukitoka tunaenda kwetu, na hapa tunatema mchungaji, tunabakisha hapa kwa jina la Yesu. Utume nazidi kuendelea mbele. Sasa wanaongoja kuanguka kwako, watangoja sana, maana wewe si wa kuanguka. Hauko mikononi mwa walioanguka, wewe uko mikononi mwa waliobarikiwa, waliotendewa, waliojibiwa, wenye mamlaka na nguvu na ushindi wa Bwana. Kwa nini ushindwe katika maisha yako? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata stima ziende, injili ya Yesu inazidi kuendelea. Yesu ni Bwana. Nehemia wakasimama wakajenga ukuta. Neno la Bwana nasema ya kwamba waliandaana pale mahali